Ikiumaha utadadimete jisoda hoya dwara nage nawe Ikiumaha utadadimete jisoda hoya dwara nage nawe Ikiumaha utadadimete niwega Asante sana Bwana moyoni mwangu Baba asante sana Bwana asante sana Bwana asante sana Bwana moyoni wangu asante sana Bwana asante sana Bwana asante sana Bwana moyoni wangu Baba asante sana Bwana asante sana Bwana asante sana Bwana moyoni madhimago alama hoyaga madhimago alama hoyaga madhimago alama hoyaga na Yesu mwene niwe wengi madhimago alama hoyaga madhimago alama hoyaga madhimago alama hoyaga na Yesu mwene niwe wengi Hallelujah, Jesus, hallelujah.
Yesu mwene niwe wengine.
Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku njema ingine Bwana ametupa, kama vile mwandishi wa Zaburi alisema ya kwamba tutaifurahia, tutaishangilia, tutafurahia hii siku kwa sababu ni siku mpya na iko na mambo yake mazuri, kwa sababu sisi tunaamini mambo mazuri kwa sababu tunamtumikia Mungu aliye mzuri. Siku ya leo ni muhtasari wa kitabu cha Warumi. Ni safari imekuwa mzuri, safari imekuwa ya kutusaidia tupate nguvu, tupate mizizi mizuri na ufahamu mzuri, kwa sababu kuna mahali tulisome ya kwamba Wayahudi walikuwa na bidii kwa Mungu lakini wakakosa maarifa. Na walikosa maarifa kwa sababu kuna vile walikuwa wamefundishwa, na Yesu Kristo sasa amekuja kuwafafanulia vizuri na kuwaeleza njia halisi. Lakini hao wakaona huyu anatuambia mambo mageni. Lakini sio mageni, kwa sababu hata wakati mmoja alisema kabla ya Ibrahimu mimi niko. Hakusema nilikuwako. Hapana, alisema niko, ya kwamba yeye ni Mungu wa milele. Kwa hivyo siku ya leo ni kuangalia kitabu cha Warumi kwa ufupi chote, na mistari na mambo ambayo tulijifundisha, kutukumbusha tu, ili hata mtu akiwa na karatasi hii moja anaweza akaona kila mlango ulikuwa unazungumza juu ya nini, na labda kama mtu amesahau kidogo anaenda anajikumbusha. Na pia kama kuna mtu ambaye hizi nakala kuna moja hana ama mbili ama angetaka kupata zote, pia ziko. Siku ya leo ni siku ni wakati mzuri sana, wakati wa teknolojia ya leo, ya kwamba hayo yote yako mahali pamoja, na dakika moja naweza nikamtumia mtu na apokee na aweze kuelimika. Kwa hivyo hiyo ni nafasi nzuri ambayo tunayo. Kwa hivyo leo tunaangalia tu mustasari, kutaja tu tukipita, kujikumbusha. Ya kwanza tuko na mambo manne, ni mistari 16. Kwa hivyo kila mstari tunatoa tu mustasari wake. Warumi 1-4 tunaona kitu kinaitwa neema, tunaona kitu kinaitwa hukumu, imani na matendo. Mambo manne, ni mambo manne. Sasa ya kwanza neema. Na neema tukajifundisha ya kwamba kupitia Yesu Kristo tumepokea neema na utume kwa ajili ya utii wa imani. Hiyo ndio tulijifundisha ya kwamba kupitia Yesu Kristo alipokuja na akafanya kazi yake na akaondoka, kila alichotuachia ni alikuja kwa sababu ya neema, ni neema. Na tukasema ya kwamba neema ni kupata hukumu ama matokeo tofauti na matendo yetu. Haki ni ya kwamba si tunasema haki, hata utasikia mtu akisema haki ya Mungu. Haki ya Mungu hatuwezi kuifikia sisi wenyewe. Tunajaribu, lakini iko juu sana, kwa sababu tukiwa hapa duniani kuna nguvu nyingi zinapingana na sisi. Zingine zinapingana, zingine zinapigana. Tunapigana na tunapingana. Kuna hizo nguvu, lakini neema ya Mungu inatuwezesha. Nakumbuka nikiwa kidato, nafikiri kilikuwa kidato, sijui ni cha pili ama cha tatu, kuna mwalimu mmoja alikuwa anatufundisha dini ya Kikristo, na akatuambia neema ndio mafuta ama ndio petroli. Kama wewe ni mkubwa, magari makubwa yanatumia nini? Dizeli, si ndio? Sasa akasema ndio hiyo
nguvu ambayo tunapata ya safari, neema, si kazi. Na tukasema ya kwamba tunahesabiwa haki kwa imani, sio matendo. Kwa hivyo si kazi tutafanya, ni kupewa bure. Kwa hivyo hiyo ndiyo inatufanya hatustahili, lakini Mungu anatuwastahilisha kupitia kazi ambayo alimaliza kwa niaba yetu msalabani alipokufa kwa sababu ya dhambi ambazo hazikuwa zake, dhambi ambazo zilikuwa zetu. Na kwa hivyo baada ya kupokea hiyo neema, pia tunapewa utume. Na utume ni ya kwamba tunakuwa mashahidi wake. Kile tumepokea tunazungumza na wengine na tunawaambia. Nakumbuka jana katika sherehe tulikuwa ya askofu kufunguliwa, tukaambiwa hawa ni maaskofu. Zaidi ya maaskofu, sio maaskofu, wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa sababu tunajua wana ushuhuda wa Yesu Kristo, hatutawaomba watoe ushuhuda. Tunaomba tu aseme majina. Si mtu akiitwa askofu tunajua ni mtu ameokoka. Wengine hawajaokoka, ni kweli. Lakini wale tunashirikiana, kama najua huyu ni askofu na najua hajaokoka, mimi sitamtambua kama askofu. Nitasema huyu anajiita askofu. Lakini yule askofu aliye kamili ni yule ameokoka. Tukaambiwa watataja tu jina lake, mtu atataja jina lake na mahali ambapo anahudumu. Asituambie ameokoka, tunajua kuwa askofu umeokoka. Sasa na kwa hiyo ni kwa utii wa imani. Tumetii imani, tukaamini, tukaokoka. Sisi basi tunakuwa ni wadeni kwa watu wote. Ya kwamba wadani una deni. Huyo jirani wako una deni lake. Ajue ya kwamba wewe sio tu mzee tu jirani, lakini una ushuhuda wa Yesu Kristo. Unaweza kueleza vile ulivyokuwa na vile ulivyo. Huo ndio ushuhuda ambao tunaongea. Kama ule dada alituambia yeye ameokoka. Huo ndio ushuhuda ambao tunakuwa nao, na tuna deni kwa wale ambao hawajasikia hiyo habari kueleza. Basi tunaambiwa kwamba tunapaswa bila aibu kuwa watetezi wa jina la Bwana Yesu kupitia kuishi maisha ya mfano bora. Ya kwamba bila aibu tuwe watetezi. Tuwe tunatetea Yesu Kristo. Kwa sababu tuna deni hiyo ya kutetea Yesu Kristo. Kwa sababu amekufanyia. Si mtu akikufanyia kitu akupe bure unajisikia uko na deni kwake. Basi ndiyo hiyo deni ambayo tunayo, na tukasoma ya kwamba tukiwa na hiyo deni wote tu, kila mmoja wetu anabeba karama fulani ya kiroho ya kuwajenga wengine. Hiyo ndio deni ambayo tunayo. Karama. Tuna karama ya kiroho. Na hiyo karama ni kwa kila mtu. Kwa hivyo hakuna mtu hana karama. Unaweza ukakaa kanisani na labda karama yako tuoni. Na tukisoma kuhusu karama za Roho Mtakatifu ambazo tumepewa, tunaambiwa ni kama mwili wa mtu. Sijui hapa kama kuna mtu ambaye kuona figo yake, figo zake, si ni mbili? Robinson, umeona zako figo? Umewahi kuziona? Huwezi uziona, lakini masikio unaona, si ndio? Si hata unaangalia kioo unajiona, unajipodoa, kama ni warembo wanajipodoa, si ndio? Anaangalia, anajipaka, anarembeka, lakini huwezi ukarembesha figo. Figo zako utarembesha kwa kukosa kula vyakula fulani ambavyo vitadhuru figo, si ndio? Lakini figo utajua unayo wakati utaugua. Lakini ukiwa ukitendea mema inakuwa mzuri. Kwa hiyo kuna watu kama kanisani tunaambiwa ambao hatuoni kazi zao. Kuna wale wanaombea kanisa, kuna wengine hata wanajifunga kwa sababu ya kazi ya Mungu na mambo yanakuwa mazuri. Wanaombea mchungaji wengine.
Na utasikia mtu akija hapa akitoa ushuhuda, ati mimi huwa naombea mchungaji. Sio ni siri yake ile tuliambiwa. Sasa hizo ndizo kazi ambazo tumeambiwa ya kwamba kila mtu anayo. Kama unaweza kuomba, omba. Watu hawatajua wewe unaomba. Lakini katika kuja kanisa tunakuona wewe uongei sana, labda unatoa ushuhuda mara moja moja. Wengine watakuwa na hiyo karama ya kuongea. Kama kuna karama ya kwamba kila mtu ana karama. Mtume Paulo akasema, mimi niko na karama. Nataka nije hata mimi niwe na mazao kwenu. Na pia katika karama yangu nikiwafariji na karama yangu, na imani yenu nayo mtasikia, mtaiona, na pia mimi nitafarijika. Kwa hivyo si ati ni mhubiri tu anaweza kubariki watu, hata wewe unakuwa baraka kwa kanisa kwa huduma yako. Tunaambiwa kuna siku hukumu, tunaambiwa kuna siku inaongojea wanadamu wote. Na kwa Mungu hakuna upendeleo. Tunaambiwa wanadamu wote. Mungu hajui mfalme, hajui jemadari, hapana. Wakifa si wanakufa mara moja. Hata Mhubiri katika kitabu cha Mhubiri akasema ati afadhali mbwa ambaye yuko hai kuliko simba ambaye amekufa. Na wote tukikufa si tunatoshana. Na mbwa amekufa na simba amekufa wametoshana. Kuna mmoja ana nguvu kuliko mwingine? Hakuna. Sasa ndio tunaambiwa kuna siku ya hukumu na Mungu hana upendeleo. Tutasimama kila mtu mbele yake. Na tunaambiwa ya kwamba tunapaswa bila aibu kuwa watetezi wa jina la Yesu Kristo kupitia kuishi maisha ya mfano bora. Maisha ambayo tunaishi ndio tutaenda kujibia. Si maisha yale tuliitiwa, kwa sababu Mungu ametuita wote katika kazi yake, lakini malipo mtu atasimama na kazi yake. Hiyo ndio tukaambiwa basi tuwe kabisa tunabidii kazini ya Bwana Mungu. Tuwe kabisa tunatetea jina la Yesu Kristo. Tuwe ni mashahidi wake. Alafu tukaambiwa ya kwamba kuhusu imani ya kwamba wote tumetenda dhambi. Hakuna mtu atasema mimi sina dhambi. Lakini tumesikia mtu akisema mimi ni mweupe kama pamba. Tukasema huyu mtu anasema ni mweupe kama pamba, ni mtu ambaye hajui. Hajui weupe ni nini, hata hajui pamba ni nini, na hajui mambo ya Mungu. Kwa sababu Mungu peke yake ndiye anajua vile tuko. Na hata akijua vile tuko, anafanya kazi pamoja na sisi. Na atafanya kazi pamoja na sisi kama tutakuwa na imani ndani yake. Udhaifu wetu anaukubali na anatusaidia, anatupa nguvu, anatupa mwongozo, anatupa msaada, tunasimama vizuri. Ya kwamba kama vile wimbo tunasema, nikisimama mbele yake ya kwamba sina hofu. Kwa nini? Si kwa sababu nimefanya, hapana. Kwa sababu najua ya kwamba haki yake ndio nanga yangu. Ya kwamba si wa kuyumba, si wa kutupwa na pepo, kutupwa na mawimbi, hapana. Niko imara kwa sababu imani yangu ndani yake, haki yake ndio nanga kwangu. Kwa hivyo hii haki ambayo niko nayo, haki na wadhifa wa kutenda, ni kwa hivyo ndio nikishiria yeye mwenyewe. Wote wamefanya dhambi, lakini Yesu Kristo ndiye amekuwa haki. Ndiye amekuwa haki yangu. Kwa hivyo hata nikiongea mambo ya imani, niwe na imani ndani yake ya kwamba yeye ndiye haki yangu, na mimi mbele za Mungu najisikia niko sawa na nimekubalika kwa sababu ya haki yake aliyoitoa. Mtu ambaye alikuwa hana makosa akasema acha nife kwa sababu ya hawa wanadamu ambao, nafikiri wakiongea na Mungu Baba alisema, ambao unakumbuka tukiumba wa kwanza vile tulikubaliana. Sasa huyu amekataa, amekuwa muasi,
akasema wacha mimi niende, mimi niishi maisha yale wanaishi, ili nimsamehe, apate msamaha, nimlipie. Kwa hiyo tunaambiwa yeye ndiye kisheria amenihalalisha, yakawa niko halali, sina mashtaka, niko sawa kwa sababu yake. Yeyote amemwamini hana hukumu juu yake, hana kesi ya kujibu, kwa sababu akisimama anasimama vile amesimamishwa, amewezeshwa Mungu. Sasa wanadamu kwa hivyo wanahesabiwa haki kwa imani bila kutegemea kutimiza matakwa ya Torati ambayo ilikuwa imefunga Israeli, ambayo Mungu aliwapa, lakini wakashindwa. Sasa sisi si wa Torati, sisi ni wa imani, kwa sababu katika basi matendo ambayo yako tunaambiwa kwamba wanadamu wanahesabiwa haki kwa imani bila kutegemea kutimiza matakwa ya Torati. Kwa yule ambaye anatenda kazi, ujira si neema bali tendo. Ya kwamba tukisema tutapata haki kwa kazi, basi hiyo tusimame, lakini kama wanadamu tunashindwa. Hata ule bora wetu, ule mbora zaidi kati yetu, hafikii kiwango cha haki ambacho Mungu anadai. Kwa sababu tunapaswa kuwa na haki ya Mungu. Si watu wanawapa haki ya Mungu, haki ya Mungu, lakini hatuelewi haki ya Mungu ni nini. Kwa sababu haki ya Mungu ni ya kuogofya, hatuwezi tukaifikia, hatuwezi tukatimiza matakwa ya sheria yake. Tunaambiwa hata Nabii Ibrahim, tunasema niye baba wa imani, anaitwa baba wa imani kwa sababu ni yeye wa kwanza aliyeambiwa na Mungu na akamwamini Mungu. Hakuna kitu aliambiwa afanye, aliambiwa hama, amini, nitakufanya. Na tunaambiwa alipoambiwa hivyo yeye akaamini na akamfuata Mungu. Basi yeye akapata haki. Hajafanya chochote tu, alikubali kuhama, lakini wakapelekana na Mungu, na kwa kweli akatimiziwa yale Mungu alikuwa anamwahidi. Basi tunaambiwa kwamba kwa njia ile ambayo tunayo ni njia ya haki ya imani, si haki ya matendo kufanya kutimiza sheria, lakini haki ya imani ndani yake. Basi tunaimarishwa katika imani kwa kumpa Bwana Mungu. Tunamtukuza Mungu katika maisha yetu. Na kumpa Bwana utukufu si kuimba tu nyimbo tunaimba, ni kuishi maisha ambayo yanampendeza. Ya kwamba mimi nikiongea naongea vile Bwana anataka. Hiyo ndio nampa utukufu. Ya kwamba yale Mungu anataka na mimi, hayo ndio nashikilia. Na katika maisha yangu Mungu anapata utukufu. Nikisema haya mimi sifanyi kwa sababu ya Mungu. Hivyo ndio kumtukuza. Na ndio tukasema ya kwamba hata wahubiri ambao tunawasikiliza, kuwapa heshima kamili ni kuwa watiifu na yale wanatufundisha na kuweka hayo maanani. Basi tumeambiwa kwamba basi uhakika tunakuwa nao kamili ya kwamba kile chote Mungu amesema atafanya, ana uwezo wa kufanya, atakifanya. Sehemu ya pili, Warumi 5-8, tunasikia kitu kinaitwa kipawa, tunasikia kitu kinaitwa upya, kifo, kutoondolewa hatia na kutotikisika. Na tuna 8-5, 6, 7, 8 ndio tunaona hayo mambo. Na kwa tumehesabiwa haki kwa imani. Na basi kama tumehesabiwa haki kwa imani, tunaambiwa kuna dhambi ambayo ilikuja. Mwanadamu mmoja akatenda dhambi, baba yetu Adamu
na dhambi ikaingia duniani, uasi ukaingia. Kabla hajatenda dhambi kulikuwa hakuna uasi, na kulikuwa na ushirika wa ajabu wa Bwana Mungu na Adamu na Hawa. Ati kila wakati wa jioni hivi, wakati jua linaenda likipunguza makali yake, alikuwa anatoka, wanakuwa na ushirika. Lakini wakati ulikuja huo ushirika ukakosekana, kwa sababu Adamu aliasi, Adamu alitenda dhambi. Hata bila kuambiwa, mara moja akasikia ana hatia. Basi tunaambiwa ya kwamba sasa tumepewa haki. Na hii haki tumepewa bure, ni kupewa. Kwa sababu kama niko na deni, alafu Dave aende asikie nina deni nasumbuka, aende anilipie, si nimeipata bure? Ni kama amechukua hiyo pesa akanipa, kwa sababu deni ilikuwa yangu. Na ananiambia nimekulipia, wewe usijali. Nitakulipa. Hapana, sisemi unilipe, nimekulipia. Hiyo ndiyo tunaambiwa ni kipawa tunapewa. Kusamehewa dhambi ni kipawa kutoka kwa Bwana Mungu. Basi tumekufa kwa dhambi, sababu tumesamehewa dhambi, basi tunakuwa tumekufa kwa dhambi. Kwa hiyo hatuwezi tena kuishi ndani yake. Tumeachana na dhambi. Na ndio sababu kama vile Washiko ulisema ama ulituambia, mtu atachukua msimamo wake aseme mimi hiyo sitafanya, kwa sababu nikifanya namkosea Mungu. Wengine wanasema huyu mtu ni mjinga. Sisi tunafurahia maisha, yeye anasema yeye hawezi. Huyo ni mtu mjinga sana, hajui. Wakati tunakunywa pombe hivi, vile tunajisikia na vile ni jambo muhimu, lakini Bwana mmoja anasema mimi sinywi pombe kwa sababu nimeona madhara ya pombe. Na najua hata katika hii pombe watu wanakunywa, dhambi itatokea. Basi nakataa. Basi tunaambiwa ya kwamba Mungu katika Yesu Kristo, Mungu katika Yesu Kristo akatupa msamaha, tukapata msamaha. Yesu Kristo akatununulia huo msamaha. Basi sasa sisi tuko huru, tumesamehewa. Na basi tukiwa hivyo, tutaishi katika upya wa uzima. Hatutaishi vile tulikuwa tunaishi mbeleni. Tumekutana na Mungu, ametubadilisha. Sasa sisi tumefanyika viumbe vipya. Kwa sababu tumeambiwa kwamba sheria ya Mungu ni ya kiroho, lakini sisi tuko katika mwili. Yesu Kristo ambaye ni Bwana Mungu na ni roho, akachukua mwili wetu, akavumilia mambo mengi, mambo ambayo hayakuwa yake, ni yetu. Akachoka. Mungu ambaye aliumba dunia na vyote ambavyo tunaona na vingine hatuoni na hata hatuwezi kuona, akafanya hiyo kazi, lakini kusudi lake ni kumweka mwanadamu afurahie ushirika na yeye. Na basi hapo ndio tunaona ya kwamba sheria ni ya kiroho, lakini sisi ni wa kimwili. Basi tunaambiwa, basi kama si ni wa kimwili na mwili ni wa dhambi, tutaepukaje dhambi? Akasema ya kwamba katika akili tunaitumikia sheria ya Bwana Mungu, lakini kwa mwili sheria ya dhambi. Tutashindwa sheria ya dhambi, mwili tutaachilia mwili yetu itende dhambi. Ndio, tuachilie mwili yetu itende dhambi, lakini katika akili zetu tushikilie sheria ya Mungu. Kwa sababu tunajua dhambi si ingine ni kuiba, tunaiba. Lakini nikiwa sina mikono, sina miguu, nitaweza kuiba? Nikiwa sina mdomo, nitaweza kutusi mtu? Lakini katika akili yangu nikiamua sitasema uongo. Si hata mdomo ukitaka kusema uongo sitasema. Mdomo wangu siwezi nikaamua sitasema uongo. Nitasema huyo mtu nitamwambia ukweli wangu. Naenda unamwambia. Nikienda kwa Dan siendi kuambia unajua kaka yangu ni mgonjwa,
nahitaji naenda hospitali, wanahitaji picha na ni pesa tu nataka kwake, lakini nitaamua nitaenda nimwambie ukweli, madam, iko hivi, mambo yangu yako hivi, nataka unikopeshe pesa hii. Naongea ukweli, lakini watu wengi ni uongo. Utasikia mtu hata amekwambia sijui niko wapi. Simeona hata vile watu useme uongo kwa simu. Mtu anakupigia, sasa uko wapi? Na mtu yuko mbali anakuambia sasa tunakaribia. Ni polisi hapo wametuzuia. Sasa na yuko mbali. Nakumbuka nikisafiri siku moja, mtu tuko mbali kabisa. Anasema sasa ndio tunakaribia. Tuko sijui wapi. Tumepita Kaharate, alikuwa na gari ya Muranga na sio kwa hata Thika hatujafika. Watu wanasema uongo. Lakini katika akili yangu nikiamua sitasema uongo, mdomo wangu hauwezi ukasema wenyewe. Si unahitaji akili uamuzi. Basi katika akili zetu tuzisalimishe katika sheria ya Mungu. Ziwe zinaongozwa na sheria ya Mungu. Basi tutajikuta hata mwili yetu unafuata sababu unaenda sawasawa na sheria ya Mungu, kwa sababu mwili hauna uamuzi wake mwenyewe. Basi tunaambiwa basi kuna kifo, tunakufa kwa dhambi, tumepewa upya katika maisha yetu, upya wa kuishi. Na ndio tunaambiwa katika mstari wa 8 ya kwamba sisi sasa hatuna hukumu. Hatuna hukumu yoyote ya dhambi, kwa sababu tayari tumelipiwa deni, tayari tumepatanishwa na Bwana Mungu. Tayari sisi dhambi zetu, deni yetu imelipwa. Ikawa mimi nilikuwa na deni kubwa benki, nikashindwa kulipa. Lakini nikapata uwezo wa kulipa, nikalipa. Wakati nilikuwa na deni, nilikuwa mdeni, si ndio? Lakini sasa siwezi nikaenda waniambia, unajua ulikuwa na deni na sisi. Nilikuwa nayo lakini sasa sina. Nililipa. Na ni kweli, kwa sababu hata wakiangalia rekodi zao wataona kweli nililipa. Kwa hivyo nikienda kwa benki, basi wakati waniambia nikitaka kukopa, hata niambia, unajua ulikuwa na deni na sisi. Hata niambia uko na deni, nitawaambia sina deni. Wakiangalia wataona jina langu, hakuna mali nimekopa. Na hivyo ndivyo tunapaswa. Alafu basi pia katika hapo tunaambiwa ya kwamba mateso ya sasa hayalinganiki kabisa na utukufu utakaofunguliwa ndani yetu. Ya kwamba katika Mungu kuna utukufu utafunguliwa. Na siku ya leo tukiwa hapa duniani tunaumia. Kuna watu wanatukwaza. Kuna watu wanatutusi kwa sababu wanajua hata akinitusi hakuna kitu nitafanya. Kuna nafasi tutakosa kwa sababu ni nafasi yako na ni yako. Lakini naambiwa unajua mambo huku vile yanafanywa. Lazima unipe 500. Unasema siwezi nikatoa 500. Si nitaumia. Labda nitateswa kwa sababu askari fulani ama chief fulani nimekataa kumpa shilingi 2000. Nakwambia basi wewe kuja siku fulani. Bwana mmoja akasema unaenda mahali unahitaji ofisi ya serikali, unahitaji huduma, na ule bwana anakuambia unataka haraka. Anakuambia utafanya hivi. Unasema ndio. Unafanya. Siku hiyo unapata. Usipofanya hivyo unaambiwa wewe kuja Jumatano. Ukienda Jumatano unakuta hata karatasi yako, faili yako haifanyi nini? Haipatikani. Sasa hayo ndio mateso. Sasa labda utachoka useme haya, si unataka 1000 ndio hii. Mara moja unafanyiwa. Lakini amefanya haki huyo mtu. Na umeteswa, pesa yako umetumia bure, kazi ambayo si ya kulipiwa. Hiyo ndio mateso ya hapa duniani. Unafanya mambo na unafanyishwa mambo kwa sababu mtu ana nguvu ya kukudhulumu.
anakufanyia dhuluma, na hizo dhuluma zote tunaambiwa, matusi yote ambayo tumepitia hayalinganishwi na utukufu ambao utafunguliwa ndani yetu wakati tutakaa mbele ya tutakuwa mbele ya kiti cha hukumu cha Bwana Mungu. Mambo yetu yatarekebishwa na tutasimama mbele yake na utukufu wake, shiriki utukufu wake. Warumi 9:12 tunaona huzuni, tunaona shauku, tunaona mbinu na tunaona dhabihu. Si ile dhabihu ya Musa tunaongea katika Torati ya Musa. Hapana. Tunaongea dhabihu katika huu upya wetu wa maisha. Na tunaona ya kwamba kuhusu huzuni, ni Paulo anaeleza ana huzuni. Si huzuni amefiwa, hapana. Ana huzuni kwa sababu ya watu wake wanaitwa Israeli. Na sio Paulo alikuwa tuna huzuni na Waisraeli. Sisi pia tunapaswa kuwa na huzuni na mtu yoyote ambaye hajaokoka. Israeli walikataa Yesu, walikuwa hajaokoka. Akasema mimi nina huzuni sana. Naomba tu kama hawa. Hata wakati akafika kiwango cha kusema hata kama mimi mwenyewe ningekataliwa waokoke, niambiwe utaliwalipia, afadhali ni walipie. Ni jambo lilionekana ngumu, si ndio? Ati mimi niseme nitakufa, afadhali mimi nikufe. Niambiwe wewe utakubali kufa, ndio watu familia yako wote waokoke. Tasema nikufe, nipotee. Yeye Paulo akasema afadhali nipotee. Na kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu kwa njia nyingine alikuwa anasema hata mimi nikipotea, nisikia wameokoka, nitaona nimepotea kwa njia nzuri. Mungu atapendezwa na hiyo mimi nimejitoa. Na ndio hata katika maisha huu dunia, si Stefano alipigwa mawe. Na hata Paulo akapigwa, lakini hakufa. Stefano akafa kwa sababu ya kutetea. Alafu sasa tunaambiwa kwamba Israeli walikuwa na bidii kwa Bwana Mungu, lakini si kwa maarifa. Walikuwa na bidii sana. Wanataka wafanye, waende. Hata wengine wakiwa mbali wanaenda safari mpaka Israeli ndio watimize nadhiri zao, ahadi zao kwa Mungu. Lakini Yesu anakuja anamwambia hiyo yote imepita, umelipiwa. Una haja kwenda kutoka hapo uende Israeli ndio ukatoe dhabihu huko. Mahali huko sawa. Hapo nimekufikia, nimekulipia. Hakuna deni tena kule Yerusalemu. Si walikuwa nenda Yerusalemu kila mtu na dhabihu yake. Hapana, sasa kuna Yerusalemu. Ndiposa akasema hata hii nyumba mnaona ni maridadi itakwisha. Lakini kuisha si kusema Mungu ameshindwa. Na watu wakasema huyu alisema atabomoa. Lakini hawakuelewa. Na usipoelewa ama nisipoelewa kitu, afadhali nisijijazie mwenyewe. Unajua tunaona kitu hatuelewi tunajijazia. Hata utasikia mtu akisema nikajua huyo mtu anitakii mema. Kwa nini? Ukisikiza unaona hapana, ungemuuliza. Ulimuuliza hapana, nilijua. Ulijuaje na hukumuuliza? Akasema tufanye hivi, atafanya hivi. Umuulize, tafuta. Kama Yesu Kristo aliwapa habari, lakini baada ya kumuuliza wakakuwa kumshtaki na kumlaumu. Basi tunaambiwa kwamba mikono ya Bwana Mungu imekunjuliwa daima kwa wenye ukaidi na kutotii. Mungu yeye hakuna wakati atakataa mwenye dhambi. Lakini hii inadumu tu wakati tuko hai. Ukiwa hai ni wakati wetu wa kumtafuta. Naambiwa tukiondoka mambo yetu yamekwisha. Yesu alitoa mfano wa tajiri na Lazaro. Lazaro akakufa akapokelewa na malaika. Tajiri akakufa akajikuta katika shimo kubwa. Na akaona kulikuwa na nafasi hapo, kulikuwa na shimo kubwa hapo mbele. Mtaro mkubwa sana. Anaona Lazaro huko mbali.
amestarehe, na huku yeye anachomwa, yuko katika mateso. Kabla ya hapo kufika huko, mikono ya Mungu iko tayari. Si hata tuliona mwizi mmoja katika msalaba alisema nikumbuke, na akasema unajua sisi tunastahili kuwa hapa, ndio aliambia mwenzake, lakini huyu mtu hakuna kitu amefanya. Akamwambia, Bwana, wewe ukifika katika ufalme wako ufanye nini? Nikumbuke. Basi hii ikatosha, kwa sababu mikono yake saa yote imenyoshwa, imenyoshwa kwa hao watu ambao wanaukaidi, watu ambao hawatii. Anataka warudi kwake. Na sisi pia tusikate tamaa. Si labda umekutana na mtu mmoja mjeuri sana, Siniwaambia nilikutana na bwana mmoja tukitoka ushirika, akasema niende wa shaitani kugatate. Anatuambia hivyo. Na nasikia alikuwa na ushuhuda wakati mmoja alikuwa anaenda kanisa. Kaambia, wewe ndio unasema. Lakini mtu hata kama huyo anasema, akimgeukia Mungu leo, Mungu hata amwambia, wewe unakumbuka vile ulisema? Unaona hata kina nani wa Juma na Muirore na Njoki walikuona? Hapana, atamwambia njoo nyumbani. Mikono yake imekunjuliwa hao watu. Alafu tunaambiwa wakati huu kuna masalio kwa uchaguzi wa neno. Mipango ya Mungu ni kamili, ni mizuri. Na hata wakati huu neema iko. Kwa hiyo hata Myahudi leo akisema ataamini Yesu ataokoka. Na kunao wameokoka. Kunao wanaimba Yesu Kristo. Walikubali na ni Wayahudi. Lakini wengi wamekataa. Lakini hata Wayahudi wote wakatae, hiyo inapunguza Mungu. Inafanya Mungu ni hasara kwa Mungu. Aseme ya hawa. Hapana. Wote akiwaangalia watu, tunaambiwa aliumba watu wote sawa. Wayahudi tu ni kupitia kwa katika Ibrahimu. Na si Ibrahimu hasa, ni katika Isaka. Sababu Isaka ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza wa imani. Na Ibrahimu nafikiri labda ndiyo kwa njia moja ama nyingine hakupata kizazi mpaka Mungu alipomwahidi. Na hiyo ikakuwa ni ahadi ya Mungu. Kwa hivyo kuna masalio kila wakati. Hata tukiona mambo ni mabaya, kuna wale bado. Ni kama wale masalio waliokuwa wakati wa nabii Elia. Elia akaona ni yeye peke yake, akasema Mungu, hata sasa mimi nimebaki na hata natafuta uzima wangu, nataka waniue. Mungu akamwambia hapana. Niko na mashahidi wangapi? 7,000 ambao mpaka leo hawajainamia Bali. Na hivyo ndivyo. Kwa hivyo Mungu kila wakati ana masalio. Na hayo masalio ndio muhimu. Basi katika mambo ya dhabihu tunaambiwa tuitoe mili yetu, tuiwasilishe, tuichukue mili yetu tuipeleke kwa Mungu kama dhabihu. Mungu wa siku ya leo hatolei tena dhabihu. Kwa hivyo ukisikia mchungaji akiwaambia utoe dhabihu, hakuna dhabihu inatolewa tena. Dhabihu zilikwisha na Yesu Kristo. Sisi sasa ni kupokea. Dhabihu ile tunatoa ni mili yetu ambayo tunaambiwa iwe ndiyo dhabihu iliyo hai. Tukifa hatuna faida kwa Mungu. Tukiwa hai ndio tuna faida. Tukifa ni kulipwa ama ni kupotea. Kwa hivyo hapo tunaambiwa kwamba mili yetu tuwe ni dhabihu takatifu ambayo inampendeza Bwana Mungu. Na hii tunaambiwa ni kwa ibada yetu ya maana. Ni kwa huduma yetu, ni kwa kazi yetu ya maana. Ya kwamba tunaweza tukakuwa na kazi ambayo ina maana kwa sababu sisi wenyewe mioyo yetu iko mbali, lakini katika matendo tuna matendo mazuri. Tunakuja kanisani, hata tunalipa fungu la 10, tunatoa sadaka, hata tunaenda huku na huko, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu. Hiyo haikubaliki. Tunaambiwa tukiabudu Mungu tuwe tunaweka maana. Ni kitu Mungu anaangalia, anasema yeye kweli huyu
moja, kwa sababu tunaambiwa hii itatokana kwa kutokufuata mfano wa dunia hii, kutokufuata mfano wa dunia hii, lakini kuruhusu kufanywa upya akili zetu, ya kwamba kila siku vile nilikuwa nafikiria jana, leo nafikiria bora zaidi ya jana. Si leo nimekuja kanisani, si leo tumezungumza, tumesikia neno la Mungu, basi linisaidie niwe upya kuliko vile nilikuwa jana, ya kwamba kila siku tunafanya upya, na tukifanya upya basi tunaweza kutambua mapenzi ya Mungu, tunafanya mapenzi ya Mungu. Tunaambiwa haya mapenzi ya Mungu huwa mema, yanayokubalika na makamilifu. Ni mema. Tukijikuta afanye kitu chema, tunajua si mapenzi ya Mungu. Tukijikuta tunasengenya mtu, saa hiyo hebu tusimame hapo tuseme ai, hapana, Mungu hapendi niongee juu ya mtu fulani, vile ni mwizi, vile ni nini, vile alifanya, hapana. Hiyo ndio tunaambiwa tutajua mapenzi ya Mungu na yatakubalika kwake. Na kwa njia moja tunaambiwa tuwe na upendo bila unafiki, tukichukia mabaya na kushikamana na mema. Tuwe watu tunajua tunachukia mabaya, na kwamba mimi najulikana ikija mambo ya masengenyo nachukia. Kama mimi kuna kitu nikasirisha nikisikia watu wakilalamika, watu wakiongea kinyume. Kwa shiko umesikia watu wakisema hiyo haiwezekani, huyo unaongea mambo ya Kenya, Kenya nini unaitwa nini, ufisadi. Ufisadi huko hawezi, corruption haiwezi kaisha. Nikisikia mtu akifanya hiyo mnakasirika. Ukisema haitaisha, unaachia nini watoto wako? Kama leo hii ufisadi huko juu na unasema utaisha. Si lazima uongee mambo Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mimi waambia watu ufisadi kuisha ni Mungu tu aidue mtu mmoja. Wanasema hakuna mtu anaweza kumaliza, mtu mmoja anaweza. Na ni ile afisi ya juu, si mtu wa afisi ya chini. Sio atafutwa kazi. Yule mtu ambaye atasimama aseme mimi nasimama na ukweli. Hii staki. Hata kama ni wadani na ni rafiki yangu, nisikia amefanya na mimi niko juu, tasema afisi. Wadani utakutana na sheria. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu, si mimi umekosea nini? Umekosea nchi. Mtu mmoja kama huyo anaweza akafanya. Kwa hivyo tuwe sisi basi tunachukia mabaya, lakini tunafurahia na tunashikamana na mambo mema. Tukaambiwa kwamba uovu hauwezi kushindwa kwa uovu, bali kwa wema. Ya nne tunasoma kutokuwa na lawama, dhamiri, kujitoa na sifa. Na kutokuwa na lawama tunaambiwa tuwe chini ya mamlaka ya serikali, si kwa sababu ya kuogopa bali kwa ajili ya dhamiri. Ya kwamba tukifanya mema si kwa sababu tunaogopa tutashikwa. Hatuibi kwa sababu tunaogopa tunashikwa. Si watu wengine wanaogopa kuiba kwa sababu wanaweza akashikwa. Nafikiri nikiiba hiyo nishikwe, sitafungwa. Ya kwamba kutoiba, nitakosa kuiba kwa sababu najua ni dhambi. Mimi siwezi nikaiba. Sitasema uongo kwa sababu najua nikisema uongo nishikwe, nikisema uongo sitafungwa. Wewe ulisema uongo, ulisema huna hii na uko nayo. Sasa tunaambiwa hiyo ndio kutokuwa na lawama. Katika serikali tunaitumikia. Na tunaambiwa wote walio na mamlaka hayo. Si kanisani tunaambiwa tuheshimu mafuta, si ndio? Kuheshimu mafuta si ati mchungaji akija kwangu na nakula ugali na sukuma nakimbia dukani na mnunulia mayai, nakopa mayai ndio akula, hiyo ndio heshima.
nitamwambia hii ndio tuko nayo tule. Akiwa haizi kula sukuma, yeye ukula mayai, umwambie samahani, mambo ni magumu, si ndio? Sio ndio ukweli? Lakini watu ujinyima, unafanya mambo. Mimi nimekutana na watu ukiangalia mtu vile hadi yuko unamuonea huruma. Lakini ukisikia yale anaongea habari ya mtumishi fulani. Mtumishi fulani. Na maisha yale mtumishi anaishi na huyu hayafanani kabisa. Hapo mhubiri nikuulize. Si wahubiri wengi wanahubiria watu husema nipe ndio nikubariki. Hakuna baraka bila dhabihu. Hakuna baraka bila kugarama, si ndio? Sawa hapo umesema, lakini ndio ukuje kwangu na kula ugali na mimi jinyime nikupikie mayai. Sasa unaona mimi sasa nakibia hiyo mayai nikupikie, na wewe umeniambia ndio nikubariki uwe nazo tena kile unataka. Sasa toa. Nedea hiyo mayai, nedea nyama. Tofauti na chenye amepata hapo. Basi mimi ningerudi kwa maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alisema mmepokea bure, mfanye nini? Mtoe bure. Si ndio akiwatuma aliwaambia? Mpokea bure, mtoe bure. Hiyo ndio amri ya Yesu Kristo. Wahubiri wengi wanapenda sana kutumia Agano la Kale ambalo sisi si Agano la Kale. Sinakumbuka nabii Elia alimwambia mama ufanye nini? Unipikie mimi kule kwanza, si ndio? Na baadaye mama alipata mabadiliko. Hawa leo unatumia pesa unapata mabadiliko? Hakuna. Huo ni unaitwa nini? Ni utapeli wa Injili. Na sasa kwanza hapa hata wakati wa manabii ilikuwa iko. Sikulikuwa manabii wanatabiri vile unataka wasikie. Lakini unampa nini? Si akitabiri unampa kitu. Yeye akaambiwa sasa ndio tunaambiwa sasa sisi tumepokea bure, tunatoa bure. Tusiwe watu tuwe watu kutokuwa na lawama ama kutolaumika. Tuwe watu watulaumiki. Mtu atakitaka kutuona makosa anakosa. Kwa sababu sisi tumejikaza kufanya yaliyo mema. Hiyo ndio tunaambiwa. Na tunawezeshwa, sio nguvu zetu, ni neema ya nani? Ya Bwana Mungu. Wahubiri wengi wako hivyo, lazima utoe kwanza. Nipe. Na kama una cha kutoa kuna baraka. Kama una cha kutoa atakubariki. Haizi akakubali. Si nilikwambia niliona mwingine amesema lazima utoe kiasi fulani. Alikuwa anasema sijui $2,000. Mama akakuja na $500. Akasema mimi tu akamwambia si nilikwambia toka hapa. Na anapigwa video akisema hivyo. Si nilikwambia $2,000 kama unaenda. Akakataa kumbariki. Kweli hiyo ni Yesu Kristo. Unamuona Yesu Kristo akiomba pesa? Basi hiyo ndio tunasema nisilaumike. Na si kwa sababu dhamiri yangu hiyo ndio inaniongoza. Tukaona ya kwamba hakuna mmoja wetu waishie au kufa kwa sababu ya nafsi yake mwenyewe. Na kwamba kila mtu atatoa hesabu yake. Hiyo inaongea ya kwamba kuhusu dhamiri ambao inatuongoza. Iwe dhamiri safi katika mambo yote ambayo tunafanya. Na tukaambiwa kwamba wenye nguvu wavumilie mapungufu ya walio dhaifu. Katika kanisa hatuna nguvu zimetoshana. Tunajua hivyo. Hatuna imani imetoshana. Sasa mimi imani yangu huenda kubwa kwa sababu ya ujuzi ule nimekuwa nao katika Yesu Kristo. Si ndio? Si mimi nimeokoka miaka mingi tuseme. Na nimeona mambo mingi. Mwingine ambaye ameokoka miaka michache kuna mambo atakutana nayo aone anashindwa.
mengine si mimi nianze kumkemea, wewe una imani, kuwa na imani. Hapana, nikumwambia imani hiyo yako ndogo inatosha, na mimi Mungu ishikilie. Sinakumbuka hata Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo sema ya chembe ya haradali, na hiyo kitu niliona mtu amepiga picha yake, ameishika hivi na kidole hivi. Hiyo chembe ni kitu kidogo, utashika hivi na vidole viwili. Si mbegu kubwa kama ya maembe ama ya nini, ya parachichi. Ati kitu kubwa. Iko kama kitu kidogo tu kama nini? Kama maharagwe. Lakini tunaambiwa kuwa na hiyo inatosha kwa Mungu. Utaambia mwili nini, mlima uhame na ufanye nini? Uhame. Kwa hivyo tusiwe watu wa kukemea watu ambao tunaona hawana imani. Mimi wacha niongee mambo ya imani yangu, na huyo ambaye hana imani kama yangu kubwa, nimwambie wewe shikilia hiyo yako kwa Mungu inatosha. Mungu atakusikia na anakusikia. Basi tunaambiwa tuombe Bwana Mungu kwa tumaini atujaze furaha yote na amani katika kuamini, ili tuzidi kuwa kwa tumaini kwa nguvu, kwa tumaini la kwa nguvu, tuzidi katika kupitia tumaini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Sio sisi, Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu ambaye anatuwezesha. Tukijua hivyo basi tuna safari yetu inakuwa nzuri. Hiyo ni kuhusu kujitoa. Sasa mwisho wake ni Warumi 16 ambayo inasema hiyo alikuwa anatoa sifa na heshima. Anatoa heshima zake kwa watu fulani fulani. Kwanza alianza na mama moja aliyeitwa Afwebe, pia anaitwa Phoebe kwa Kiswahili, na akataja watu jina ya kwamba sifa na heshima ni kwa wale wanaojitoa sana katika Bwana Mungu na kutii. Watu ambao wanatii. Kuna watu hawatii. Hata ukiwaambia kitu wanakasirika. Hata wanasema utatamua mpaka lini. Hata wengine wanasema hata ukiendelea hivyo mimi sitafanya. Na umwambie aje kwako ati akuletee kitu. Unamwambia njoo kanisani. Njoo maombi, anasema mimi siwezi. Njoo siku ya ushirika, hawezi. Hatusemi lazima, sababu mimi kama mchungaji wengi kakwambia ni lazima uje. Si mimi nakuja. Na hali yangu si tofauti na yako. Nitaenda niambie mtu anafanya kazi Alhamisi usiwe ukienda kazi uje kanisani. Sitakuwa namkosea. Sasa mimi nakwambia kama unaweza. Na Mungu si ati Mungu anabahatisha, anajua mtu vizuri sana. Sasa hata mimi nikijipatia visababu, Mungu anajua ya kwamba hapo ningeweza. Kwa sababu kama nasema siku moja kwa wiki sipatikani, na siku hizo zote kibarua napatikana. Ndio msichana wangu alikuwa ananiambia vile ati wanaenda mahali kwa kikao fulani wanasema fulani alipiga simu hayuko anatuma apology kwa sababu alipatwa na mambo amepanga ka story. Na huyu si ameenda iko kikao. Na huyo ameacha huyo kwake akifanya kazi kwa shamba. Anasema hapana, rekebisheni hiyo. Huyo si huko yuko, najua kule yuko, nimemwacha wapi? Kwangu. Sasa hiyo ndivyo watu wanafanya kanisani. Mtu anasema mimi siwezi kuja kwa sababu. Na sisi tutakubali sababu vile umesema. Ukiniambia nilikuwa naumwa sana, nitakwambia hapana. Lakini vile uko unaumwa na unaenda kanisani, unaweza kufika kanisani, si unaweza kwenda hospitali. Si hiyo nguvu tu unaweza kutumia uende kanisani na uombewe.
na uonyeshe Mungu unamtii na unamheshimu. Sasa sisi kama wanadamu tufanye, Mungu anataka tu katika ibada tujitoe kwake kabisa bila kulazimishwa. Si unasikiaga ubiri wengine wakiambiwa watu usipotoa utabarikiwa. Je, hao watu hawaendi kanisa washiko, mbona wako na pesa wengine sana? Hata duka yako unakuta ndio iko na stock yote. Kwa nini? Uwezi ukasema ni kwa nini, si ndio? Basi usiniambie ati nisipotoa sitabarikiwa. Hujui kwa nini sitoi? Si Mungu anajua. Si anajua kile niko nacho. Na utasema usipojitoa. Na mwingine hana kitu cha kutoa. Kabisa hana, na Mungu anajua. Mimi utasikia nikikwambia umelaaniwa usipotoa fungu la 10, usipotoa sadaka. Si mimi nimekuwa wakati sina pesa yoyote naweza nikatoa. Washiko, kuna wakati nilienda kanisa, na nilikuwa tu na fare tu ya kufika kanisa. Sasa na naishi mbali. Nikaenda nikaambia ndugu, kwa sasa sina fare ya kurudi kwetu Kiambu. Akaniambia sawa, nitakupa. Si ningekaa Kiambu niseme sitaenda, sina fare ya kurudi, lakini nina fare ya kufika Nairobi. Hiyo ndiyo imani. Si unajua mtu fulani ukimwambia atakupa, mwambie natafuta tu fare. Mwingine atakuza ni pesa ngapi? Ni 200. Akupe 200. Niliambia ndugu siku moja hivi akanipa 1000. Kwa hivyo kile tunakataa kufanya na tunapeana sababu tujue mbele za Mungu, hakuna kisababu ambacho kitasimama. Yeye anajua ukweli wa mambo yote. Hebu tuwe watu hao watiifu, watu ambao tuna imani, watu ambao tumejitoa kwa Mungu. Amen. Mambo ya kutafakari, niliangalia mistari kadhaa ambayo ni kama inashikilia sana hicho kitabu chote cha Warumi. Katika kutafakari tukasema Warumi 10:10 inasema, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Ya kwamba hii haki ambayo tunapata ni kuamini. Si ati ni haki utaona umeletewa haki ukapewa. Wadani umekaa hapa, uone joho jeupe safi limekuja likaingia ndani ya likakufunika. Sasa nimekuwa haki. Hapana, ni kuamini. Vile nilivyo naamini. Niliwaambia siku moja bwana mmoja alikuwa mlevi, alikuwa kwa nyumba peke yake. Akaziona mhubiri. Mhubiri akamwambia, mahali ulipo. Akaona ni kama ndiye anamuona. Piga magoti, sema hili sala nyuma yangu. Akafanya akiwa mlevi. Na akaokoka, mpaka leo ana ushuhuda. Na akaenda kanisani na akasema mimi nimeokoka. Kwa sababu nili. Kwa hivyo kwanza ni kuamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa. Unakuwa na ushuhuda, nimeokoka. Wazo kuu liko katika Warumi 1:5 inasema, kupitia yeye tumepokea neema na utume kwa ajili ya utii wa imani miongoni mwa mataifa yote kwa ajili ya jina lake. Tumesikia tumepokea nini? Neema. Tukasema ni neema, sio kazi. Na kwa kutii basi tumepewa utume kwa ajili ya utii wa imani. Tumetii imani. Tukasema tutakuwa na imani, tutatii imani, tutafanya kwa imani. Kwa ajili ya jina lake, wokovu ni katika Yesu Kristo. Na sala hilo tumeona katika Rumi 16:20, sehemu yake inasema, naye Bwana Mungu wa amani atamponda shetani chini ya miguu yetu upesi. Neema ya Bwana Mungu wetu Yesu Kristo na awe pamoja nanyi. Amina. Hapa tunaona ahadi na kwamba Bwana Mungu
hivi karibuni atamponda shetani chini ya miguu yetu. Hiyo si ni ahadi ya Mungu? Alafu kwa imani basi tunakubali ya kwamba neema ya Bwana Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo itakuwa pamoja nasi. Tukiamini ya kwamba neema iko pamoja nasi, hakuna jambo lolote tutaona gumu, hakuna jambo lolote ambalo litatushinda nguvu. Katika mambo yote tutakuwa washindi. Hivyo tunaambiwa katika Warumi 8:37 ya kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakuna ambaye ataweza kupinga. Tutakuwa kabisa watu ambao wataenda mahali Mungu anataka, kwa sababu yuko pamoja nasi. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu abariki